Na ni siku ya pili ya mwaka huu mpya wa 2026. Mtazamaji, mwaka bado ni mbichi kabisa. Karibu kwenye taarifa za mchana wa leo. Mie ni wenu Swale Mdoe, lakini kwanza tupate yaliomo. Watu wawili wadaiwa kufariki baada ya jengo la ghorofa 15 kuanguka katika mtaa wa South C hapa Nairobi. Baa la njaa laanza kuathiri wakazi wa Turkana na kupelekea wafugaji kuhamia nchi jirani. Wakazi wa Dundori walalamikia utovu wa usalama baada ya kijana mmoja kuuawa mkesha wa mwaka mpya. Na viongozi wa upinzani wasema ari yao ya kumuondoa Rais Ruto mamlakani bado iko imara. Karibu mtazamaji. Watu wawili wanahofiwa kufariki baada ya jumba moja kuporomoka mapema leo katika mtaa wa South C hapa Nairobi. Kwa sasa operesheni ya kuwatafuta wawili hao katika vifusi vya jengo hilo vinaendelea. Kupata maelezo zaidi tunaungana na mwandishi wetu Ode Francis ambaye yuko katika eneo la tukio. Ode. Naam, Babu, niko katika eneo la South C katika barabara ya Muhoho ambapo jengo liliporomoka, na runinga ya Citizen sasa imebaini kwamba jengo hili liliporomoka saa 10:05 ambako jengo hili linadaiwa lilikuwa chini ya ujenzi ama ilikuwa linaendelea kujengwa, na palikuwepo na watu wawili ambao kwa sasa inadaiwa kwamba walikuwa ndani mwa jengo hili, na sasa hivi kinachoendelea kwa sasa ni wale ambao wanahusika na shughuli za uokoaji wanaendelea kutafuta iwapo wawili hao wataweza kupatikana katika jengo hili au la. Nikujulishe tu kwamba Babu, wale ambao wamefika hapa ni vitengo tofauti halmaarufu multi agency, na labda niweze tu kukupa taswira kamili kupitia kwa ule ambaye anasimamia eneo hili. Anasimamia kuweza kuhakikisha kwamba operesheni ya uokoaji katika eneo hili inaendelea, na niko naye hapa aweze kuzungumza nasi, atupe tu taswira kamili ya kipi kilichojiri ama kufikia sasa ni nini ambacho kinaendelea. Japo wale ambao wako chini yake ni vitengo tofauti. Kuna kitengo kutoka katika kaunti ya Nairobi, kuna kitengo cha Red Cross, tuko pia na kitengo cha wale ambao huhusika swa na masuala ya shughuli kama hizi ambao ni disaster management. Labda tuweze kuzungumza naye atuambie inakuwaje, hali iko vipi na tunatarajia nini kutoka kwao. Labda anza kwa jina alafu tuambie kwa majina naitwa Colonel Retired Francis Emadhe. Mimi nafanya National Disaster Operations Center kama Deputy Director. Mwendo wa saa 2 asubuhi nilipata habari kwamba kuna nyumba imeanguka hapa South C. Basi nikafanya juhudi kutafuta information, nikaona sipati information ya kutosha, nikakuja mwenyewe kuona. Kufika hapa nikapata kweli kuna nyumba imeanguka. Alafu kuna ripoti ile nilipata kwamba ilianguka saa 10 usiku ama asubuhi, na kwamba kuna watu walikuwa trapped. Naambiwa tusonge kidogo, tavumilia kidogo. Kuna jumba ambalo pia liko kando yake, tunaambiwa tuweze kusonga, huenda liko hatarini kufikia sasa. Wale ambao ni waokoaji ni kujulisha kwamba wameweza kutoka eneo hilo na wametujulisha kwamba tuko katika eneo la hatari kufikia sasa, na huenda jengo hili likaporomoka. Babu, labda tuweze kutizama tu. Naambiwa kwamba kufikia sasa mahali ambapo tuko karibu na eneo hatari ambapo hatufai kuwa, na jengo limeanza kutingika juu, na ndivyo wale ambao wako katika eneo ile ambao walikuwa wanashughulika kuhakikisha kwamba wamepata manusura wamesonga na kutuambia kwamba tuweze kusonga, huenda tuko hatarini. Nilikuwa ninakupa taswira kamili ya vipi jengo la kwanza liliporomoka, ila
kufikia sasa, Babu, ni kujulishe kwamba tumeambiwa tusonge, manake kuna ishara kwamba huenda jengo la pili ambalo lilikuwa kando yake linatingika na huenda likaporomoka. Kwa hivyo tumeweza kusongezwa kando na shughuli nzima ya kuweza kutafuta manusura wale katika eneo hili imeweza kusitishwa sasa, imesimamishwa sasa, ni kungoja tu. Letu ni kutazama na kuweza kungoja. Kumbuka jengo hili lilikuwa jengo ambalo lilikuwa na orofa 14, ila wale ambao wameweza kufika eneo hili wanasema kwamba lilikuwa jengo la orofa 15. Labda ni kupe tu taswira ya wale ambao walikuwa eneo hili ama wakaazi wanasema vipi kuhusiana na jengo hili. Songe bwana. Naam, Babu, hali ni kama unavyotazama. Tunaambiwa kwamba ule mshtuko ama ile impact ambayo huenda jengo hili likaporomoka huenda ikasababisha madhara mengine. Kwa hivyo tunazidi kusongezwa mbali na eneo hili ili kuweza kuhakikisha kwamba yeyote ambaye yuko katika eneo hili, iwapo jengo hili litaporomoka tena, hakuna manusura wala hakuna yeyote ambaye atapatikana katika eneo la mkasa. Magari yanazidi kutolewa, wale ambao ni wataalam wa shughuli nzima ya kuokoa wanazidi kuhakikisha kwamba wale ambao wako karibu na jengo hili wamesonga. Kumbuka jengo la kwanza liliporomoka mida ya saa 10:05, ambapo eneo hili kulikuwa na wale ambao walikuwa eneo hili, ila wawili tu ndio wameweza kujulikana kwamba walikuwa katika eneo hili. Labda tuweze kupata taarifa kutoka kwa yule ambaye anasimamia shughuli nzima. Okay, good afternoon. Yeah, my name is Mr. William Sifuna, the Operation Officer, National Disaster Management. We are here, as you can see, the incident happened. There's a collapse of a building, a 14th-story building, that also affected the adjacent building, which is also a 14th-story building. Right now, we are suspecting there are some lives that are trapped there in the debris. And as you can see on the background, all the agencies are on the ground. Machineries are on the ground. We are trying to work hard so that we can see how we can rescue those lives, the 4 lives that are suspected to be trapped in the debris. And at this moment, as we continue, this other adjacent building was also affected because its pillars were knocked, and it's delicate. So we are trying to move the members of the public away and control the crowd so that we avoid more casualties. And at the moment, the machines are on the ground. We are trying very hard to clear the roads that were blocked by the debris. And at the moment, so far, we are yet to arrive to those suspected lives. So altogether, we don't have any details right now, but we are on the move to make sure that we arrive to where the bodies are, or maybe where the casualties are. At least we can rescue or maybe remove. Otherwise, we are yet to give details, as we are working hard to see what more we can achieve, because our goals and our goal is to achieve by rescuing those lives. And at the moment, we also want to clear the roads that are blocked by the debris. So the lorries and the excavators are on the ground. We are removing those debris, and as in the process, we are aiming at reaching to the lives that are trapped there. And eventually, we shall give more updates as we continue. Thank you very much. When do we probably expect to reach any person down there? As from the previous experience, the capacity of the machinery we are having, we have enough, because we are having more than 3, and we have lorries on the ground from the city council. They are carrying the debris. So it will depend with whatever quantity of the debris that is blocking the road. How many agencies are leading? We have right now we have 9
agencies, yes, on the ground. We have the National Police Service on the ground. We have the NDMU, Red Cross. We have the Nairobi City Council Fire. We have the battalion defense quick response. We have the Red Cross. We have the St. John Ambulance. We have the City Council. And then we also have volunteer agencies that are also on the ground that are helping us. There's a growing feeling that perhaps this process is taking too long, and perhaps if somebody is safe in there, if it takes longer, perhaps we might lose lives. We are doing our best. We are doing our best because, as you see, the machineries are very active on the ground, doing whatever. What's the extent of damage on the adjacent building? The adjacent building, we haven't known the extent of damage because we can see from the first floor the pillars are knocked. But on the ground and maybe on the ground floor, we don't know because the debris are covering the place. So we are yet to remove them and see the kind of damage that is caused on the adjacent building. Otherwise, it is still stable. You are yet to establish that because we have engineers on the ground. Once we remove, then they will establish. At this stage, has the National Construction Authority tried to verify the ownership of the building? Yes, they are on the ground. They are doing that. And in due course, we shall have to reveal where they are. There are concerns that perhaps buildings around this area are not safe, are not safely built. Is there action which is being taken even in the interim? After verification of these other buildings, then you can see how these other buildings can also be verified. Excuse me, sir. Was the building approved by NCA? And NEMA? I think so. Yes. I think so. Yeah, I think so. Preliminary assessment of the damage. Can I have one question at a time? Yeah, I'm sure. Yes. From the preliminary assessment of the damage, what may be lead cause of the collapse? The lead cause, that one I cannot answer now because the engineers are the ones now to tell us whatever may be caused the weakness of the building that caused that, but we are yet to establish that. Then I will have to keep the report. Sir, just a question. There are other buildings that are occupied around where this building collapsed. Are you thinking that you might evacuate the others because now you're suspecting the other buildings have also been knocked? We have advised the neighborhood at least to evacuate the buildings so that now we can finish with the work and see whether the other building that is affected is safe for the neighborhood. Yes. Yeah, we have taken those precautions and we are very proactive to make sure that we save more lives than maybe be reactive to rescue. Yes. How soon should Kenyans expect an update? That one, it will depend with the work, the capacity of the work. Yes. Who is to blame for this? Not yet established. Yeah. Excuse me, as you spoke, we expected that we have a big crane here just to be removing those slabs, which is not happening, so that we can at least save those lives down there. The machinery we have, they're enough to do whatever is happening. And you see already, we have taken a step ahead. Thank you. Sir, we can be Let me ask, you're saying this building is shaking. Are you bringing it down? And second to that, is the owner of this same building that has collapsed the same as the one that is shaking? They are different owners. They are different owners. Thank you. Yeah. Okay, thank you. More update later on. God bless you. Babu, hali ni hiyo. Kumbuka, labda tuzungumze pia na sawa. We start. My name is Rashid Hassan from South Sea resident, and we express our deep concern for the people who are trapped in the rumbles. There's a multi-agency team on the ground, but we're really concerned by the hours they took, that almost 3 to 4 hours after the rubble happened. Secondly, we really hope that whoever is under the rubbles, we really hope that, they say 3 or 4, I really hope that we come out alive. Thirdly, we're trying to send our deep concern to the families and whoever is aggrieved here. And for the agencies, the government agencies involved in approvals and all that, I really think they put a blind eye on this, as the guys who are around here say this building has been going on for the last 1 year and it's been going too fast. And I really think after this incident, we should, as stakeholders, as residents, be involved in the approvals and the public participation that happens. Because as residents, we do not know
who has approvals, who doesn't have. We just see buildings coming up, which is a big concern as well. And I think we should be more involved. Thirdly, I really hope after this will be the last incident that happens in South Sea, as it is in the public domain that South Sea has been having a lot of developments happening. Some are all right, in good state, but the ones that are being built and the ones that are coming up, as the developers, this is us asking. Naam, sasa mtazamaji, kumbuka barabara hii ya Muhoho ndiyo barabara ambayo inadaiwa kwamba huwa iko na shughuli nyingi sana mchana, barabara ambayo pia upande wa pili Naam, nikukumbushe tu barabara hii iko katika barabara ya Muhoho, na barabara hii huwa na shughuli nyingi sana, ambapo mchana magari, watu, wafanyabiashara pia huwa hapa, na wale ambao wako katika majengo haya ama maeneo haya ambao wanakaa maeneo haya wanasema kwamba kama jengo hili lingeporomoka mchana, basi tungeshuhudia maafa mengi zaidi. Na ukumbuke kwamba upande wa pili kuna shule ambayo pia iko pale, shule ambayo kufikia sasa bado wanafunzi hawapo, na pia ndio barabara ambayo hutumiwa na wanafunzi wale ambao hutoka katika shule hiyo. Tuko hapa mpaka wakati tutakuwa tunashuhudia iwapo kuna miili ambayo itaweza kutolewa katika jengo hili ama mabaki ya jengo hili. Na ukumbuke kwamba tumeweza kupewa tahadhari kwamba jengo la pili ambalo lingali limesimama liko katika hali hatari. Kwa hivyo tutakuwa tunashuhudia kwa umbali tu shughuli nzima ikiendelea. Ukitizama kwa umbali tu utaona kwamba shughuli nzima ya uokoaji imeweza kusimamishwa, na upande wangu wa kulia wale ambao wanashughulikia kufanya shughuli ya uokoaji wameweza kurudi kuweza kujipanga tena kwa mara ya pili. Babu, tuko hapa hadi wakati tutakuwa tunashuhudia ima mwili ama mtu yote ambaye atakuwa anatoka katika jengo hili ama mabaki haya ambayo jengo hili liweza kuporomoka katika mtaa wa South Sea. Babu. Naam, huyo ni mwandishi wetu Francis Ode akituarifu kuhusu jumba lililoporomoka katika mtaa wa South Sea hapa Nairobi. Tunarudi hapa studioni ambapo unapata fursa kidogo ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo moja kwa moja tunaelekea kaunti namba 23 ambapo kiangazi kikali kinaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Turkana, huku watoto chini ya umri wa miaka 5 wakiwa katika hali hatari ya kuambukizwa na utapiamlo kutokana na ukosefu wa chakula. Wafugaji pia wameanza kuhamia nchi ya Uganda kutafutia mifugo yao lishe. Meneja wa mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio, Mark Chesergon, anasema zaidi ya shilingi milioni 200 zimetumika kuwachimbia wakazi maji sehemu mbalimbali za Turkana. Yuko ni cheda mingi. Hawezi kukunywa maji hata hiyo kitu kidogo tena, hata iken juu mtu ajuu hawezi kukunywa maji kwa sababu maji alikuwa hakuna hapa. Sisi kapata nini shida hata watoto. We have made a priority to solve some of these challenges that are facing the people in Turkana. One of the programs is the drought mitigation programs, the issue of water. We do provide water through drilling of wells, through harvesting, through water pumps. And again, we build the capacity for usage of the water
by initiating small irrigation farms that we do in the region. The Domo 23 Hassel counties are badly off right now. Once you can't even say which stage is alert, because so long as pasture is not there, water is not there, people are moving, livestock are moving, they are losing weight, they are macheting. How do you even rate which stage at that level? All we need to do very fast is just to make sure we converge, brainstorm over it, put resources that are available, mobilize the ones that are from the like-minded partners, and just get something done. Moja kwa moja tuelekee kaunti namba 32 ambapo wakazi wa Dundori, eneo bunge la Bahati huko Nakuru, wamefanya maandamano kufunga barabara ya kutoka Nakuru kuelekea Ol Kalou usiku wa kuamkia leo kutokana na kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama. Kijana mwenye umri wa miaka 20 anadaiwa kuuawa kwa kudungwa kisu usiku wa mkesha wa mwaka mpya. Inaaminika kuwa Hosea Kariuki alikuwa pamoja na marafiki zake wakielekea katika mkesha wa kuvuka mwaka wakati tukio hilo lilipotokea. Vile ambavyo kijana wetu ambaye anaitwa Hosea alifariki, na hata kwa saizi hatujapata haki yoyote, na hata askari wenyewe hawajatuonyesha ati kuna shughuli ambazo wanafanya ili tuone ya kwamba yule mtu ambaye alimuua Hosea ametiwa mbaroni. So tunaona kuna kitu wanafanya boys wa hapa hivi. Ili tu wafanywe tu reshuffle. Watolewe tu huku waende. Ndio tukue na insecurity, tukue na security. Kenya tu ningeomba mkubwa wa security Murkomen jaribu kuangalia hapa mambo na security. Juu watu wanauawa ovyo ovyo na kudungwa na visu. Michezoni, Thithani FC na Kairungu Starlets ndio mabingwa wa awamu ya 23 ya mchuano wa Nguna Cup unaokamilika eneo bunge la Mwingi huko kaunti ya Kitui. Kairungu waliwalaza mabingwa wa mwaka 2022 Nguni Serens bao 1-0 na kunyakua ubingwa wanawake, huku Thithani pia wakiandikisha ushindi sawia dhidi ya Musuani Shooters. Upande wa wanaume, mchezaji wa Polisi FC Eric Zakayo ni miongoni mwa vipaji vilivyoibuka kutokana na mchuano huo. Kila mtu ametoka kila kona ya Kenya. To be sincere, I am overwhelmed by the support. Kwa hivyo tutaendelea, tuko na scouts, wamechukua data, watatuambia ni wale ambao wataenda kutuzwa huko mbele. As the National Olympic Committee of Kenya, we are going to partner with the organizers of this event. And when we partner with them, because we're going to have an MOU, we are going to develop a more elaborate program where we are going now to encompass all other disciplines. And I think it's so important because I was spotted there and you can see where my career went. And I think also there's some other players, same, I wish that they will be like me and they will be successful. Kwa taarifa hizo ndio tunatamatisha taarifa kuu za mchana huu wa leo. Mie ni wenu Swaleh Mdoe, tukiwawacha ama mwandishi wetu Francis Ode ni kwamba anafuatilia ile taarifa kuhusu kuporomoka kwa jumba la ghorofa 15 katika mtaa wa South C hapa Nairobi. Uwe na mchana mwema.